Naitwa Anyulumi Longo, ni afisa ustawi manispaa ya Mpanda. Naam. Karibu hapo. Kwa majina naitwa Madina Juma, ni mzazi. Sawa, nikushukuru sana pia mzazi. Maana nyinyi wazazi kwa hii mada moja kwa moja ni mguso kwenu sasa. Lakini kwa kuanza tu afisa ustawi tuanzie hapo kwako kwenye swala zima hili la matumizi ya lugha mbalimbali ama hizi lugha ambazo hazifai majumbani zinaathiri vipi maendeleo ya mtoto chini ya miaka mitatu? Okay, kwanza malezi ya mtoto ni mchakato endelevu wa maandalizi ya mtoto, kumwandaa mtoto kutoka katika hali ya kuto kujitambua kwenda katika hali ya kujitambua. Kwa katika mchakato wa kumwandaa mtoto kuna lugha huwa inatumika ya kumfundisha au kumwelekeza ili mwisho wa siku aweze kufiti kwenye jamii. Kwa katika mchakato huo mtoto mara nyingi anajifunza aidha kwa kusikia au kwa kuona. Kwa kusikia manake lazima hapo lugha itatumika. Tunaamini kwamba mzazi kupitia kuongea, kupitia lugha atamfundisha mtoto. Kwa mtoto anakuwa katika ile lugha anakuwa nayo hivyo, lakini sayansi ya malezi ya watoto wadogo 0 mpaka 8 inasema kwamba mtoto anapozaliwa ubongo wake unakuwa hauna kitu kabisa. Kwa wakati tunafundisha lugha, ile lugha inajaa kwenye ubongo wake. Kama unavyojua na mtoto huwa anaanza kuongeleshwa akiwa tangu tumboni mwa mama labda baba anaenda pale anamshikashika mtoto anamuongelesha. Kwa mtoto anajifunza lugha akiwa tangu yuko tumboni mwa mama. Akizaliwa anaendelea kukua nayo. Kwa kiuhalisia katika mazingira yetu sasa kina mama tumekuwa tunatumia lugha ambayo sio lugha, ambayo ina madhara kwa mtoto katika ukuaji wake. Na madhara yake huwa yanatokea akiwa ukubwani tu tunaanza kulaumu. Haya matusi ameyatoa wapi au hii lugha ameitoa wapi? Ni vile ambavyo sisi wazazi tunaishi na namna gani tunatumia ile lugha. Ile lugha inamwathiri sana mtoto kisaikolojia lakini pia kijamii pia. Kwa wakati mwingine tumekuwa tukitumia hiyo lugha aidha kwa kuonya kama njia ya kumuonya mtoto, lakini wakati mwingine kama njia ya kumkaripia, lakini kama njia ya kumwadhibu na kumfundisha pia. Kwa hiyo tumesahau kwamba kuna namna ambayo ya kumfundisha au kumuonya kwa kutumia lugha yenye staha kulingana na umri wa mtoto. Tumekuwa tukisahau hapo. Tunatumia lugha ya matusi, lugha ya kukaripia, unatamka ovyo, wakati mwingine unamchapa fimbo lakini unamsindikiza na maneno mabaya, kitu ambacho kinamwathiri mtoto. Kwa matusi na lugha ambazo zimekuwa zikiwaathiri sana watoto na mzazi bila kujua. Mwisho wa siku mzazi anaanza kujilaumu wakati yeye mwenyewe alishaambukiza ile matusi kwa mtoto. Lakini sasa kuna ile wakati mwingine baadhi ya jamii kufahamu ama kuamini kwamba mtoto haelewi. Yaani kwamba hata kama ukimkaripia vile una nini, hakuna anachonoti kwenye kichwa chake, yani kwamba ni kwa sababu ni mtoto. Hiyo kwako wewe unaitazamaje? Mtoto anaelewa kwamba ni matusi. Na anaelewa kabisa kwamba ni lugha ambayo haifai. Kwa sababu mtoto hajafungwa kwenye kisiwa, anachangamana na watoto wenzie huko, anaona namna wanavyoongea, namna ambavyo wanawasiliana. Kwa anajua kabisa kwamba haya ni matusi, lakini hapo kwenye ubongo wake anayatoaje? Kukiingiza kitu kwenye ubongo ni rahisi, lakini kukitoa kuna gharama zake. Gharama zake ni muda, inachukua muda mrefu sana. Kwa anajua kabisa kwamba ni matusi. Imagine wamekaa watoto wanacheza labda watatu. Mmoja wao akatamka neno ambalo halifai. Unakuta amemnyoshia kile kwamba hilo ni tusi hilo wewe. Tutakusemelea kwa mwalimu, tutakusemelea kwa mama. Kwa watoto wanatambua kabisa kwamba haya ni matusi, lakini hapo kwenye ubongo wao wanayatoaje? Kwa ni athari ambayo wazazi tunaitengeneza kwa watoto wetu. Nirudi kwako Madina, mzazi pia hapo. Tufahamu kwa upande wako wewe umewahi kushuhudia au kuona pengine mtoto chini ya umri wa miaka huo hii ambayo tunazungumza miaka mitatu akiathiriwa na lugha ya matusi? Ndio, nishawahi kuona. Ilikuwaje? Yaani wazazi wa yule mtoto wamejikita kwenye ulevi. Baba ni mlevi, mama ni mlevi. Sasa wakisha kuwa wamelewa wanakuwa hawana stara katika maneno yao. Ndio. Na mambo yalikuwa hivyo. Sasa lakini pia wewe kama mtu wa jirani, mtu wa karibu kabisa, umefanya nini kuhakikisha kwamba hiyo hali haiendelei kwenye hiyo familia? Mimi kama mimi niliweza kuwashauri wazazi waepukane na huo ulevi wa kupitiliza. Lakini kutokana
na itikadi zao walizojiwekea hawajaweza kuacha, bado wanaendelea. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo inaendelea mpaka dakika hii. Na unadhani pia ni kwa nini wazazi hao au walezi wengine pia wanatumia lugha hizo ambazo hazifai kwa watoto? Kitu kingine kinachosababisha ni kutokana na migogoro inayopatikana katika wazazi hao wawili, labda migogoro ya ndoa. Mimi nimekorofishana na mume wangu, zile hasira nilizokorofishana na mume wangu zinaambukia kwa mtoto. Kwa hiyo nakuta ile hasira namtamkia mtoto maneno ambayo yasiyofaa kutokana na nini, na ile migogoro nilokutana kupitia mume wangu. Lakini kwa kuongezea pia, ndio kuna wale kina mama ambao wanalea watoto waume zao, mara nyingi na wenyewe wamekuwa hawafanyi vizuri kwenye ishu ya malezi, hususani wakati wa kumtamkia maneno yule mtoto ambaye anamlea. Kwa unakuta labda mtoto amekosa kitu kidogo, lakini anamkaripia kweli kweli. Yaani sosi inakuwa ni kwa nini yule mtoto alelewe naye, au kwa nini yupo pale anahisi kama anafaidi sana. Kwa unakuta anamtukana, amefanya kosa dogo, matusi makubwa, maneno yani ile laana sio nini na nini. Kwa ni changamoto kwa kweli. Wazazi na walezi tuna changamoto katika kuchagua aina ya maneno yapi yatumike kulingana na umri wa mtoto. Kwa unakuta mtoto anatukana matusi makubwa mpaka mtoto mwenyewe anashangaa. Kwa ile pale ina athari sana. Unakuta kuna gap sasa kati ya mzazi na mtoto. Mtoto anaanza kumwogopa mzazi. Ni kwa sababu tu ya ile lugha ambayo anaitumia wakati wanawasiliana, either kwa sababu anataka kumwadhibu au kumuonya. Namna ambavyo anamuonya inamwathiri mtoto. Sawa, na nifahamu hapo hapo Sostawi kwamba kwa hali namna ilivyo huko mtaani mambo yakoje? Kuna wale ambao wanakuja labda kuripoti kwamba kuna familia fulani inatumia lugha za matusi ama hizo lugha ambazo hazifai kwa watoto, labda kuja tu kutolea malalamiko kutokana na kinachoendelea. Tuseme elimu tunatoa, lakini mwamko bado. Wanaoripoti ni wengi wale ambao wanaona labda mtoto ananyanyasika. Ile labda kupigwa, kunyimwa chakula, hajapelekwa shule, ndio wanaripoti. Lakini issue ya matusi, anatukana, naona bado mwamko ni mdogo. Kwa wengi hawaripoti. Huwa wanaripoti endapo kuna athari imetokea. Ya kwa labda anapopigwa si anatukana. Ya akipigwa ndo akinyimwa chakula hivyo, lakini ananyimwa chakula kuna maneno ananenewa vile. Kwa aina hiyo ya ukatili ambao unamwathiri mtoto kihisia, mwamko bado ni mdogo sana. Licha ya kutokuwa na mwamko, lakini kwa maana ya hali ya matukio hayo kwenye jamii yapo kwa kiasi gani pia? Yapo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ugomvi wa mzazi na mzazi unamwathiri mtoto pia, namna ambavyo wanajibizana, lakini namna ambavyo wanawasiliana pale ndani, mtoto anajifunza pale. Kwa hiyo hayo matukio yapo na yanaendelea. Sema ndio hivyo, mwamko wa elimu bado. Watu hawajui kwamba na ule ni aina ya ukatili pia, unamfanyia ukatili mtoto wa kihisia au kisaikolojia, anaathirika. Kwa nadhani hawajui namna ambavyo mtoto anaathirika, ndio maana hawaripoti hayo matukio, lakini matukio yapo na yanaendelea. Sawa, msikilizaji, kupitia 0621780663 bado tuko na wewe. Wakati huo kipindi hewani ni Mtoto Kwanza, na mimi naitwa Ana Milanzi, lakini hapa ndani niko na afisa ustawi wa jamii Manispaa Mpanda Anyelumie Longo kama ambavyo amejitambulisha, lakini pia niko na Madina ambaye pia ni mzazi. Tuko tunazungumza hapa, mada yetu kwa leo tunasema lugha ya matusi ama lugha isiyofaa inaathiri vipi malezi ya awali ya mtoto chini ya umri wa miaka 3. Yawezekana kabisa wewe unayetusikiliza kwa sasa unaona yanayojiri hapo mtaani kwako, unaona anayoyafanya jirani yako ni kwa namna gani. Basi wewe unahakikisha vipi unadhibiti hiyo hali, au unamuondoa huyo mtoto katika manyanyaso ya namna hiyo ambayo yanatokea hapo? Tushirikishe pia kupitia namba 0621780663. Jumbe yako ni muhimu sana na mimi nitapita nayo hapa. Nikirejea kwako Madina hapo, tufahamu pia mtoto anapoanza kuiga labda pengine matusi, mzazi anatakiwa kuchukua hatua. Inabidi ni mkalishe chini na kumtengenezea misingi ambayo ni sahihi. Misingi hiyo ambayo ni sahihi, yani nitamwambia kuwa hizo lugha unazojifundisha sio nzuri. Alafu inabidi yani hapo, kutokana na imani yangu, nimpitishe kusema kwamba kutokana na imani yetu jinsi ilivyo, hicho kitendo unachokifanya sio kizuri. Yani nimjenge kiimani ya dini.
kwa sababu kama nisipomjenga kiimani ya dini ataona tu ni kawaida, lakini nikimjengea ile hofu ya Mwenyezi Mungu lazima atajua kabisa hichi ninachokifanya kuwa ni dhambi. Ndio. Kwa kuongezea pia hapo, Naam. Wazazi tumekuwa tukitumia njia au mbinu ya kuonya ambayo inachochea pia lugha hizo chafu. Kwa mfano, umekuta mtoto wako anaongea maneno ambayo hayafai. Wakati wa kumuonya kwamba umwelekeze hiyo lugha au hayo matusi unayotumia hayafai, kwa unamuonya kwa kumtukana tena. Kitu ambacho si, wakati mwingine mzazi anakuwa na hasira ambayo imepitiliza. Kwa inakuwa ngumu hata kuchagua maneno yapi ayatumie kumuonya mtoto. Kwa anamuonya mtoto, aidha anamchapa huku anamtukana tena matusi vile vile. Kwa pale unakuta bado unachochea moto. Mtoto bado anaendelea kuyakariri yale matusi. Nadhani kuwe na namna nzuri ya kumuonya mtoto. Mkalishe chini, mwambie sipendi matusi 1 2 kwa sababu yana athari hii na hii. Ajue kabisa. Kwa mfano mtoto ana tabia kwenda labda kula kwa jirani. Mkalishe, mwambie sababu ya kukatazwa ni ipi? Tusimkanye, tusitaki uende kule sini nini ile maneno mengi. Mkalishe chini, mwelekeze kinagaubaga kwamba hii na hii sio nzuri, madhara yake ni haya na haya. Aelewe kabisa. Kwa atakuwa huko anaelewa kwamba hiki kitu sio kizuri kwa sababu hii na hii. Kwa hiyo itasaidia sana. Ndio. Tufahamu pia kwa upande wa masuala ya huku kwenye sheria, huku kuna adhabu ama hatua za kisheria ambazo zinaweza kuchukuliwa kutokana na mzazi au mlezi akitumia lugha zisizofaa ama matusi kwa mtoto wake. Kama unavyojua lugha ya matusi na lugha ambazo hazifai ni kinyume na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia inaenda kinyume na sheria ya mtoto 2009. Lakini pia ni kinyume ukizingatia maandiko ya dini zetu, ni kinyume kabisa. Kwa mtu yote ambaye anamfanyia ukatili huo ni adhabu ile kama ambavyo angempiga au angemuumiza au angembaka. Kwa sababu hayo matusi ni aina moja hapo ya ukatili, pia ukatili wa kisaikolojia au ukatili wa kihisia. Sawa, kupitia 0621780663 bado tuko na wewe wakati huu tukiwa tunaendelea kuzungumza hapa. Kipindi hewani ni Mtoto Kwanza na tunaangazia ni kwa namna gani lugha za matusi ama zile lugha zisizofaa zinaweza kuathiri pia malezi ama ukuaji kwa mtoto chini ya umri wa miaka 3. Sasa wewe ambaye unaendelea kushiriki na sisi, bado unaona jimbo ziko hapa, bado tutapita na wewe hapo baadaye. Endelea kututumia ujumbe wako uweze kutuambia wewe ni kwa namna gani pia katika mazingira ambayo uko nayo unaona hali ikoje ya baadhi ya wazazi na walezi, hasa kwenye kuzungumza na watoto wao. Wanazungumza kwa namna gani? Je, ni kwa lugha rafiki au ndio lugha hizi ambazo tunazikemea hapa katika kipindi hiki cha Mtoto Kwanza? Unaweza kutushuhudia pia hilo ukatuambia, lakini pia wewe unafanya nini katika kuhakikisha kwamba unaondoa hiyo hali katika jamii ambayo uko nayo. Na nikirejea tena kwako hapo Madina, tufahamu pia kwa maana ya familia sasa, labda kwa bibi, babu, lakini pia majirani, wao wana nafasi gani katika kulinda lugha ya mtoto? Nafasi ipo kutokana na familia ambayo yenye ipo huyo mtoto. Kwa maana hii hapa, kama familia ina maadili yaliyo mema, jirani akiona kuwa mtoto yule anakiuka yale maadili ya familia yake, lazima atachukua hatua. Lakini kama maadili yao kwenye hii familia hayapo sahihi, hata jirani akimkuta kuwa mtoto yule ana maadili mabovu, hataweza kuchukua hatua, kwa sababu mtoto alipotoka alisha kuwepo katika maadili mabovu na ana kauli mbaya. Kwa hiyo hata yule jirani ataogopa jinsi ya kufanyaje ya kumsaidia yule mtoto. Kwa kuongezea hapo pia, kimsingi mtoto anatengenezwa na watu tofauti. Kama tunavyojua familia, baba na mama ndio msingi wa mtoto kumshape. Lakini pia kuna watu wengine kama hao majirani, lakini watoto wenzie, lakini kwa hao wanaosoma chekechea huko, walimu ambao wanakutana nao, sehemu yoyote ile ambao mtoto anakuwepo, ni sosi ya kumshape mtoto. Kwa mtoto, wale ambao wanacheza nao, wale ambao wanashinda nao, wakati mwingine wanamwathiri mtoto moja kwa moja, iwe ni upande wa chanya au hasi. Kwa kama mtoto anacheza na watoto wenzie ambao wana lugha ya matusi, obviously lazima ataadapt yale matusi. Ataanza kutukana hata kama nyumbani baba na mama hawatukani.
Kwa hiyo unakuta kwamba mtoto wako utashangaa leo anarudi na neno ambalo nyumbani hamjawahi ambalo kutegemea kabisa. Sasa kwenye hilo pia mzazi anapaswa kufanyaje sasa, kwa sababu ushaona labda mtoto siku zinavyoenda, leo amebadilika kidogo, ukija kesho, leo utamkataza hiki, kesho anarudi na namna mpya tena nyingine. Hapo mzazi afanye nini ili kuhakikisha kwamba huyu mtoto wake anamnusuru asije akaingia sehemu ambayo yeye afanye lakini anakuta anapata maji? Kama tunavyojua mtoto wa kwako ni mtoto wa jamii nzima. Huyo mzazi hana budi kukaa na wale watoto ambao wanacheza na mtoto wake, ambapo ndio sosi sasa. Akae nao aelimishe kwamba nyewe watoto, haya na haya ni matusi, msiwe mnaongea hivyo. Mimi na mtoto mdogo wa miaka 2. Kwa hiyo kuna rafiki yake ambaye na yeye ana hizo lugha hizo. Kwa hiyo anakuja, mama fulani ananifundisha matusi. Kaambia achana naye, usiwe unacheza naye. Unakuta tena kesho ameenda tena kule kule. Na ni rafiki yake kweli kweli. Ndiyo. Kwa hiyo ni kuangalia kule kwenye sosi ile ambaye anacheza naye. Ikiwezekana uzungumze na mzazi wake, akae naye amrekebishe. Na kwenye hilo umenikumbusha jambo. Hapo kwenye labda mtoto huyu ana matusi, kama ambavyo umetolea mfano, mwanao akienda kule anarudi na jambo jipya. Unamkanya, labda na huyo naye unamkanya, lakini labda hasikii, haelewi. Wewe kama mzazi ukisema kwamba kuanzia leo nimepiga marufuku, sitaki kabisa kukuona kwenye ile familia, ikiwa mtoto ameshazoea kwenda, kisaikolojia kwa mtoto inakuwaje? Natamani kujua kwamba tunamuathiri mtoto ukimwambia sasa kama ndivyo hivi mambo yamekuwa magumu, acha, sitaki uende. Inategemeana na mazingira, kwa sababu kwenye huo mtaa sidhani kama kuna mtoto mmoja. Tunajua wakati mwingine kuna nyumba nyingi, kwa anaweza kabadilisha marafiki ili kumnusuru na yeye asiathirike. Endapo hiyo itashindikana kumonya huyu ambaye ni sosi akashindwa kuonyeka. Kwa ni kubadilisha marafiki. Na option nyingine ni kuongea na mzazi wa yule mtoto, amkalishe. Na swala la kumbadilisha mtoto sio mara moja, ni ile mara kwa mara kumwambia kwamba hiki unachokifanya sio kizuri. Mara kwa mara yeye mwenyewe ataacha automatic. Na tunaangazia pia lugha za matusi ama lugha zisizofaa zinaathiri vipi makuzi ya mtoto mwenye umri chini ya miaka 3. Ni moja kati ya jukumu letu mimi na wewe ambaye tunasikilizana wakati huu kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika makuzi yale ambayo yanatakiwa, ili kusije kujitokeza kuwa na kizazi cha ajabu. Na hapa ndani tuko na afisa ustawi wa jamii Manispaa ya Mpanda, Anyelumie Longo, alijitambulisha pale mwanzo, lakini pia tuko na mzazi hapa anaitwa Madina. Hivi lile jina lingine Madina ni nani? Twiga mweupe. Sawa kabisa. Ndio huyo ambaye pia mnakwenda msikilizaji kwenye jumbe mbalimbali tuko naye hapa ndani siku ya leo. Na mimi naitwa Ana Milanzi. Lakini tukirejea tena hapa kwenye jumbe, angalau tupite kwanza na jumbe. Anasema jamani, mnasema lakini wakina mama wenzenu wamekuwa mashetani, hawana huruma, hasa wakina mama. Haya, baadhi yao wakatavi. Anasema baba Alvin pande za Ivungwe. Sasa hapa kwenye ushetani hapo kidogo najaribu kutafakari kwa kina kwenye lugha, matumizi ya kuonya watoto kwamba inakuwaje. Hapo tena ndo naendelea na mimi kutafakari huo ushetani. Lakini tukiachana na jumbe hiyo, pia anasema Kumekucha Tanzania, hatari sana. Kwenye Kumekucha tushahama, tumehamia mtoto kwanza, lakini muda ni ule ule wa Kumekucha. Anasema moja kabisa, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Matusi na lugha chafu huanzia kwa mzazi. Anasema sasa ili kumjengea mtoto maadili mazuri inatakiwa tuwe na maneno lainishi kwa lugha nzuri, hata kama kakosea kuna wakati anakuwa hajui alifanyalo. Yeye anaitwa Boniface Kasumbi kutoka Kasolo pale. Tukushukuru sana Boniface. Huyu anasema tumsome kama Said wa Miganzini akiwa Mpanda Katavi. Anasema dada yangu, nisikufiche, malezi mabaya yanatokana kwa mzazi wa kike, maana anasema mtaani kwangu hapa ni balaa. Yeye anasema hivyo. Anaonyesha hali ilivyo, ni balaa kwenye lugha huko. Lakini sasa hawaripoti kama ambavyo pia umeeleza afisa ustawi. Mtoto akipigwa, akichomwa moto inakuwa rahisi labda kuja kusema. Lakini matusi hawasemi pia. Anasema naitwa Ima Majura, anapatikana Mpadeko. Kiukweli mimi nilitamani sana watoto wafundishwe malezi na maadili ya Kiafrika au Kitanzania. Maana mtoto kimwacha sana kama sheria inavyosema hilo, yeye anasema sijajua hapa kwa nini anasema nalo sheria imewapa uhuru sana watoto. Hadi wazazi wanawanyenyekea watoto. Anasema kila mzazi atumie akili hii ya kuzaliwa ili kuwafanya watoto wao kuwa na maadili mema. Ukifuata makaratasi sana, wazazi wengi wanafeli. Mtoto simnyime mapigo, Biblia inasema.
Umemwelewa anachokisema sasa? Kwamba labda akikosea basi umwadhibu, lakini tukumbuke kwamba tunazungumzia lugha zile ambazo hazifai. Unamkanya mtoto katika lugha ambayo haifai. Lakini kwenye bakora hivi, kwenye bakora hapo kwamba kuna mkatazo pia wa bakora, kwa maana ya adhabu tu ndogo ndogo. Adhabu kwa mtoto ni busara au ni huruka ya mzazi mwenyewe kulingana na umri wa mtoto pia na rika la mtoto. Kwa umri au rika la mtoto ndio ninaangalia adhabu gani apewe, lakini pia kulingana na ukubwa wa nini wa kosa. Na yenyewe pia isimwathiri mtoto, kwa sababu kimpiga sana sheria bado inakuja kwako mzazi. Na kwani ukatili wa kimwili. Kwa hiyo hata hizi adhabu kumuonya mtoto kwa fimbo haikatazi, lakini angalia unampigaje? Unampiga kwa kiwango kipi? Kuna mzazi mwingine akishika fimbo ni kumpiga kweli kweli, kama adhaifu anampiga mbwa, kitu ambacho sio. Kwa hiyo tuangalie hata pia adhabu za kuwapa watoto. Tuangalie pia na umri wao na rika pia. Okay. Yeah. Anaitwa MP kutoka Milala, anasema mtoto ni haki kumfundisha kwa kumfokea au kumpiga, kwamba ndo ataelewa. Sijaelewa jumbe yako, ulikuwa unamaanishaje hapo? Labda uniandikie kwa uzuri zaidi mimi niweze kuielewa zaidi. Lakini nasema hakika leo mmegusa matatizo ya ukweli, yapo kila kona. Mtoto kutukanwa na wazazi wake, hasa kike. Watoto wanakuwa na tabia mbaya wakiwa watu wazima, hawakutii wewe mzazi, kwani ulipanda ubaya na wewe mzazi. Anaitwa Robert Kisura pande za Kakese, kwamba ulipanda ubaya, watoto wanakuwa hovyo. Na hiyo hapo si kwamba mtoto akikua ndo anakuja kuwatukana. Wengine akiwa bado ni mdogo unakutana watukana watu wazima kabisa. Mpaka unasema huyu mtoto vipi? Yaani katoto kadogo lakini matusi ambayo anayatoa. Hapo anamtukana mtu mzima Kwa hiyo ni athari kubwa sana kwa mtoto. Yeah, na umenikumbusha kitu Sostai. Kuna jana juzi hapa kuna video moja ambayo nilikuwa naitazama. Kidogo binafsi ilinishtua na nikasema hapa sasa pengine ni kwenye swala zima la malezi. Kuna jambo lilikosewa. Unakuta mtoto anaongea hicho ambacho unakisema, lugha kali, alafu anaongea na mama yake mzazi hapo. Na ni mtoto mwenye umri kama miaka 10, 11 hapo. Lakini anavyoviongea mimi siwezi kuvizungumza. Kwa hiyo hicho ambacho unakisema hapo pia ni sahihi sana. Madina, nimekuacha kwa muda mrefu. Tuko na jumbe pia hapa katika vitu vingine ambavyo pia unavisikia pengine kwenye maeneo yako ambayo unaishi, unakutana nayo hayo. Labda mtoto kuzungumza kwa lugha chafu na mzazi kutokana na malezi pia ambayo alilelewa mwanzo tangu utotoni kwake. Yaani na hiyo miaka 2, 3 vile vitu unamlisha, unakuta anakuja kuwa na umri ambao mwisho wa siku mambo yanageuka. Nadhani pia hivyo vitu unakutana navyo huko mtaani. Ndio navikutana navyo. Na hiyo hapo inasababisha baadhi ya sisi wazazi tunajenga yani ile ya kuwa mtoto akitoa lugha chafu tunasema ni mtoto. Amna ile kufanyaje kumkanya. Kwa hiyo pale mtoto anaendelea tu, anaona ni jambo tu la kawaida. Kwa hiyo yani sehemu yoyote, pahala popote, mtu yoyote anamtamkia neno la matusi, lugha chafu hivyo. Anasema mimi naweza kusema matusi sana sana yapo kwa wadada zetu kuanzia mitaani mpaka majumbani. Kama ukiwa na matusi mitaani unashindwa vipi kutukana matusi nyumbani? Anasema hapo kama mti ulishaweka mzizi wakati, na maana kuung'oa dada zangu ilishakuwa hiyo ilishakuwa kama salamu. Anasema kama mtoto mama yake ni mzoefu wa matusi, yeye anaachaje? Anaitwa Emmanuel Msona Kayoka toka Ituanga pande za Kasekese. Na ndio maana tuko hapa katika kuhakikisha ya kwamba hivyo vitu vinarekebishwa. Lakini anasema jamani, huku kwetu kuna mzazi anatumia matusi kuwatania watoto, yani anatuharibia watoto. Kwamba kuna hiyo anatania matusi kwa namna gani? Yaani na hiyo ipo. Kwa mfano unakuta labda kuna babu anakaongelesha kale kajukuu, unakuta anamuita mchumba. Wewe mchumba njoo. Kitu ambacho sio, yaani unamjengea taswira gani huyu mtoto? Anajua mchumba ni nani? Au wewe mke wangu njoo. Katoto kadogo kabisa, miaka 2, 3. Na unakuta mpaka maneno ya ndani kabisa yale anatamkiwa mtoto. Kitu ambacho hakifai kwa kweli. Anasema natoa pongezi kwa wataalamu wetu kwa malezi. Sisi wazazi ni malimbovu kwa kauli kwa mtoto, tuwe na kauli njema kwa watoto. Anasema endeleeni wataalamu wetu kama mzazi. Anasema bai toto la Kimambwe, Oscar Kalwako, Ilembo Mizengo Pinda.
Sawa, nadhani wamepata pongezi na pongezi pia. Asante. Lakini nasema mtoto kwanza anaitwa Abel Noah toka pande za Tambazi. Asanteni sana kwa elimu bora inayohusiana na malezi ya watoto, muwe na kazi njema. Sawa, tukushukuru sana pia. Lakini sasa wakati huu wakati tunaendelea hapa, muda nao unakimbizana, lakini pia msikilizaji endelea kushiriki na sisi kupitia 0621780663, na nikwambie tu wewe ambaye pengine jumbe kwako wakati huu imekuwa ngumu, unaweza ukapiga simu na mimi nitapokea simu yako ili uweze kutoa mchango wako wewe ambao unaufikiria katika kile ambacho tunakizungumza, hasa kuhusiana na swala zima la malezi ya watoto wenye umri chini ya miaka mitatu na lugha zile ambazo tunakuwa tunawatamkia pia watoto wetu hawa, kwamba je, zinawaathiri kwa namna gani, lakini pia katika mazingira ambayo uko nayo unaona pia hali ikoje, mambo yakoje huko, hasa katika matumizi ya lugha hizo zisizofaa, lugha hizo ambazo ni za matusi. Pia unaweza ukashiriki na sisi tukupatie nafasi kwenye line ya simu. Halo, salama kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi? Wanaongea na William kutoka pande za Kashokoro na Manga. Karibu sana kutokea Manga. Ushauri wangu kwanza kwa wazazi wenzangu, naomba kwanza tujikite kwenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Tukishajikita kwenye hofu ya Mwenyezi Mungu, nahisi kwenye malezi yetu yatakopo ni rahisi sana kuogopa kutoa zile lugha chafu kwa watoto wetu. Lakini pia tuepuke ule utandawazi wa, kwa maana ya kwamba yani watoto wetu tunawapa uhuru ule wa kupitiliza, yani tunaishi kizungu wakati ni wa Afrika, na hilo pia wazazi tuliache. Tuache uzungu mwingi. Asante, nadhani umemsikia mwananchi hapo, mzazi. Ipo kabisa. Yeah. Uzungu mwingi, tunawachia watoto simu, tunawachia TV, yani wanaangalia masaa yote. Hizi simu, smartphone, mtoto anapekua chochote anachotaka. Hakuna limit. Kwa mzazi unaendelea na shughuli zako huko, mtoto anaperuzi kwenye mitandao ya kijamii, hayo matusi. Matusi. Lakini kwa kuona pia kwenye TV hatujaangalia kwamba haya maudhui yanafaa kwa mtoto. Unakuta kuna matusi, kuna lugha chafu, kuna vitendo vinafanyika mle, mtoto anaona inamuathiri, lakini sisi wazazi hatulijui hilo. Tutakuja kuona madhara yake baadaye, kitu ambacho sio. Tumtengeneze sasa, na inawezekana kana mtoto mwelekeze kabisa hiki kitu ni kibaya kwa sababu 1, 2. Mwelekeze kabisa na sababu zake. Usimkanye tu ile kwa kumfokea, kumtukana, unakuwa hujamsaidia. Mweleze kinagaubaga kwamba nimekukataza hiki kwa sababu kitakuletea madhara baadaye. Ajue kabisa na madhara yake. Itapendeza sana. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine, wakati tunasema tuonye mtaani anakocheza, yawezekana wewe mwenyewe ndio chanzo cha tatizo kwa simu zako hizi ambazo unampatia. Unashangaa mtoto miaka 2.5 yule aloanza kuzungumza anatukana, au huyo 3 anatukana mpaka unasema hili tusi kalitoa wapi, kumbe kwenye hii simu ambayo unamwambia tazama katuni. Kwa kweli. Na yeye ndo anaona huko. Anaona. Na tumeashumu kwamba simu ni kitu ambacho cha kubembelezea mtoto kwamba unakuta kwenye simu au kwenye TV mtoto ametulia. Kwa hiyo unapata wasaa kufanya kazi zako kwa uhuru, kumbe huko anaharibikiwa. Yeah. Kwa lazima tuangalie anachokiangalia ni kitu gani. Je, ni maudhui rafiki kulingana na umri wake? Lakini pia tumpe limit ya muda. Kama ni nusu saa tu aone, lakini akacheze akachangamane na watoto wenzie huko. Sawa, na tunamaliza sasa hapa. Pengine ushauri wako sasa Sostawi ni upi kwa wale wote ambao wanakusikiliza kutokana na mada ambayo tumekuwa nayo leo? Cha kwanza kabisa ni waombe kina baba, tudumishe mahusiano na mawasiliano mazuri na wake zetu. Nadhani kama kutakuwa na mawasiliano mazuri, tunahusiana vizuri na mke pale nyumbani, tutapunguza kwa kiasi kikubwa matusi na kebea ambazo watoto wetu wanapata. Lakini pia kina mama tuchukue hatua ya kujirekebisha. Hata kama una hasira, mmeo kakuuzi au mtu yeyote yule amekuuzi, tafadhali angalia hiyo sehemu unaosemea hayo maneno. Mbele za watoto ni haifai. Na tengeneza watoto ambao kwa kweli watakuwa ni kina mama wenye matusi kama ya kwako ulivyo. Tunaamini kwamba mtoto mzuri anatengenezwa. Anatengenezwaje? Kupitia lugha na matendo pia unayoyafanya. Kwa hiyo kina mama tujichunguze, mwisho wa siku tuone huyu mtoto unayemtengeneza atakuja kuwa mdada mzuri, atakuja kuwa mwanamke mzuri. Wakati mwingine tunatengeneza kitu ambacho baadaye kinakuja kutuathiri sisi wenyewe. Umempandikiza huyu matusi leo,
anakuwa nayo, mwisho wa siku atakuja kukutukana mwenyewe. Unaanza kujilani, hivi kwa nini nilikuzaa wewe? Unanitukana mimi, wakati sosi ni wewe mwenyewe. Kwa chonde tuwale watoto na tuwape zile lugha zenye staha mapema kabisa wakiwa wadogo. Na endapo tutaona kuna biashara kwamba mtoto ana ile lugha ya matusi labda ameipata kwa rafiki zake, mkanye mapema, kwa sababu Waswahili wanasema samaki mkunje angali bichi yako. Tushirikiane, lakini pia kwa wanajamii wote tushirikiane. Issue ya malezi ni issue ya jamii nzima. Usimwachie mwenye mtoto, na wewe wajibika, kwa sababu huwezi kujua mtoto wako atapita wapi, atakutana na nani, atachukua maneno gani. Kwa hiyo ukiona mtoto ana matusi, kaa chini muonye, lakini mshirikishe na mzazi wake. Kwa pamoja tunaweza tukatengeneza kizazi ambacho hakina lugha ya matusi au lugha chafu. Sawa, jamani, mimi niwashukuru sana. Asante sana. Naamini ya kwamba msikilizaji kuna kitu amepata kupitia uwepo wetu hapa siku ya leo. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.